Waswahili wanasema nyumba na madirisha huficha mengi tusiyoyajua. Hili la mtoto kumlawiti mtoto mwenzie ama hakika ni la kustaajabisha. Nilipokuwa nachungulia nikamuona wamembeba, akamemfunika shuka akamvua nguo, akaanza kumbaka. Na nikamuita dada yake aje aone, akisema hivi mimi sioni kitu. Nikamwambia hivi nyamaza sasa, mimi niangalie funiche nikwambie. ITV imepata taarifa hizi na kufika nyumbani kwao na mtoto huyu aliyefanyiwa vitendo vya kikatili, ambaye analelewa na bibi na babu yake baada ya mama yake mzazi kwenda Dar es Salaam kujitafuta, na baba mzazi akimtelekeza mtoto huyu tangu kuzaliwa kwake. Akiwa na hofu na sauti iliyokata tamaa, anaeleza namna alivyofanyiwa ukatili huu. Kule tulikuwa kwao, akaja akanivuta, nikamwambia niachie. Akawa yuko na watoto wa watoto wakaja akawatuma, akaanza kunivua nguo, akaanza kunibaka. Nikamwambia uniachie, akawa nakataa. Nikaanza kupiga kelele, akaja akanifumba mdomo. Ndo alipomaliza akaja akaniambia eti utamaliza utacheza game. Ndo tukaanza kucheza game. Nikuta nikienda kujisaidia, nikuta napata maumivu makali. Hata nikiwa nimekaa, nikuta napata maumivu makali. Hii hali ambayo ninayo nasifurahii. Nasifurahii hichi kitendo anachonifanyia. Sasa serikali imkamate, imfunge. Mama mkubwa pamoja na bibi wanasimulia hali ilivyokuwa, huku akiomba serikali itende haki kwa mtoto wao. Aliyemlawiti ni kijana wa jirani ambaye kamlawiti kuanzia mwaka jana. Hivi vitendo vilikuwa vikijirudia pasipo si kujua kinachoendelea ni nini. Mimi jeshi la polisi na serikali kwa ujumla ninawaambia kwamba hakuna mtu mwenye pesa ambaye yuko juu ya sheria. Tunachoiomba serikali, tunaomba haki itendeke. Walivyokuja kumpima tu kinyesi kawa kinafanyaje? Kinatoka. Akasema jamani, mjukuu wangu ndio hivyo alivyomfanya huyo kijana. Hicho kitendo alichomfanyia kwa kweli sikufurahia. Yaani niseme tangu jana mimi sijala chakula. Majirani, mwenyekiti wa mtaa wanalaani vikali tukio hili, huku kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mara akikiri kwa njia ya simu kuwa kesi hiyo tayari ipo mezani kwake. Kwa hiyo huyu mtoto, kwa maombi yangu naomba tu serikali imsaidie, kwa sababu upande wa mtuhumiwa ni watu ambao wanasema wenyewe wana pesa, wanaweza kufanya chochote kesi ikaisha. Mimi kama mama naiomba serikali imsaidie huyu mtoto, kwa sababu huyo kijana matukio sana mengi ya kiharifu. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa mtaa wa Nyarigamba nakemea vitendo hivi kwa uchungu. Naomba visijirudie tena katika mtaa wangu, na sheria kali ichukuliwe kwa mtuhumiwa kwa kitendo kibaya alichokifanya. Hizo taarifa ni za kweli, ni kweli zimepokelewa katika kituo cha polisi cha Msoma, na uchunguzi wa tukio hilo unaendelea. Mtuhumiwa amekamatwa. Kimsingi hivyo mkondo wa sheria dhidi ya mtuhumiwa utachukua nafasi yake, na nichukue nafasi hii onya vikali vijana wenye tabia hiyo chafu waache mara moja, kwa sababu watakumbwa na mkondo wa sheria.